asubuhi sana. Ingine imepata watu wakiwa makanisani, wengine walikuwa wanangorota, wengine walikuwa wanaosha nguo, wengine walikuwa wanafanya shughuli zao moja mbili. Haleluya. Amen. Lakini Yesu amefufuka. Tukiwa na hiyo imani tunabadilika mienendo zetu. Maana tulizikwa pamoja naye na sasa tumefufuka pamoja naye. Haleluya. Amen. So tunakuwa wapya na kuanza matendo mapya. Tunafanya matendo mapya, si kama ya juzi. Haleluya. Amen. Ya juzi tumekuwa wadhaifu. Ya juzi tumekuwa hatuwezi. Lakini sasa Yesu amefufuka ndani yetu. Nasi tuonyeshe matendo ya kwamba Yesu yuko hai na sasa anafanya kazi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuangalie tu upesi Petro wa kwanza. Nafikiri tulisoma tu siku nyingine juzi, lakini leo nahimizwa kusoma hapo. Ya kwamba Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa kwanza mpaka 4. Petro wa kwanza anzia 1 ukiendelea tuko pamoja. Tasoma. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. 2. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. 3. Ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili. Pana. Petro wa kwanza 1. Hebu angalia 1. Tasoma. Petro, mtume wa Yesu Kristo, kwa wateule wa utawanyiko wakaao hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapodokia na Asia na Bithinia. 2. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho hata anzia 19. Sio 1, anzia 19 mpaka 23. Hiyo ndio lengo letu. Kasome. 1 Peter chapter 1 verse 19. Basi kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. 20. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yetu. 21. Ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu, aliyemfufua katika wafu akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. 22. Mkisha kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kufikiria upendano wa ndugu, sio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. 23. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili linaongea juu ya damu ambaye ni damu ya Yesu. Damu hii ni damu ambayo haina hila yoyote. Haleluya. Ya Yesu Kristo, ambaye imemwagika kwa sababu yako wewe na mimi, tukaweze kuokolewa, tukaweze kuoshwa, tuwe safi katika yeye. Haleluya. So katika hii damu ya Yesu tunaambiwa ya kwamba isiwe ya mawaa. Haleluya. Mawaa ni kwamba dosari. Damu hii isiyo na mawaa ni damu ambayo haina dosari. Dosari imepatikana kwangu ya kwamba mimi ninajua vizuri ya kwamba nastahili kuwa kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siji kanisani. Hiyo ndio dosari.
Nimepewa nafasi kabisa ya kwamba nikiwa nina tatizo nipige namba ya simu fulani nikaseme tatizo langu, lakini sitapiga simu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona kitambo kabla Yesu watu walikuwa wanachukua kondoo mchanga ambaye hana mawaa, wanamchinja ili aondoe dhambi za mtu fulani. Haleluya. Amen. Kwa nini wanamchinja kondoo mdogo sana? Wanasema wa mwaka mmoja, kondoo wa mwaka mmoja. Yaani huyo kondoo hajaweza kuzalisha mahali. Kondoo yule hawezi akapepa mimba yoyote. Hana hila. Ndio maana Yesu akaja, mwana wa Mungu, ili kwa yeye watu wawe na uzima wa milele. Kwa hivyo alichinjwa yeye kabla, akawa yeye ndio hana waa. Haleluya. Amen. So alipochinjwa Yesu, damu yake ilipomwagika, ikawa ndiyo inasafisha dhambi zetu. Na inasafisha kabisa. Haleluya. Amen. Maana kondoo walikuwa wanachinjwa kila kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mkipigana ngumi, tayari mnachinja kondoo, wanasema ya kwamba mmefanya dhambi, Mungu aweze kuwasamehe. Lakini sasa Yesu anasafisha kabisa. Kwa hivyo mstari wa 20 unasema, naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Haleluya. Amen. Yesu amefunuliwa ni kwa ajili yenu, ambaye mimi niko ndani. Kwa hivyo kama amefunuliwa kwa ajili yako, kwa nini hauwezi kumfuata? Kwa nini hauwezi kutii sauti yake? Haleluya. Amen. Na wacha nikwambie, watu ambao damu ya Yesu imewasafisha wanajulikana. Haleluya. Amen. Wanajulikana. Licha ya kwamba tunakaa kikundi, lakini baadhi yetu kuna watu ambao damu ya Yesu imewasafisha. Nao wakiona dhambi ushituka, hawataki. Haleluya. Amen. Lakini kuna watu wakiona dhambi wanashangilia. Wanaona ya kwamba imewapendeza macho. Wanaona ya kwamba ni vizuri kukaa ndani ya dhambi. Lakini sasa Yesu amekufa. Amefufuka sasa. Kwa imani tunaona ya kwamba ameinuliwa na nguvu mpya. Inastahili nasi tuwe na nguvu zingine mpya. Haleluya. Amen. Kama wewe kijana ni mwizi, unaiba pesa ya mama nyumbani, unaweza ukachukua vitu kwa siri bila wazazi kujua, nataka kuambia Yesu amefufuka. Uache hiyo tabia, au amefufuka ndani mwako. Nawe utaona mabadiliko juu ya mwili wako na juu ya maisha yako. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu, aliyemfufua katika wafu akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Haleluya. Amen. Lazima tumaini letu liwe kwa Mungu. Maana tunajua ya kwamba yeye ndiye aliyemfufua Yesu Kristo. Yeye ndiye aliyemleta ili akaweze kuteswa, kupigwa badala yangu. Haleluya. Amen. Na nimeona kweli hata siku hizi hawapigi watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Polisi iko pale. Sijaona hapo nikipita wanachapa watu. Kitambo walikuwa wanachapa watu. Wanashika mtu wanachapa sawa sawa. Ameiba, mwizi, anapigwa sawa sawa. Lakini jamani, Yesu alikufa ili wasipigwe, waokolewe, wasafishwe, wawe safi. Haleluya. Amen. So naona ya kwamba watu wameona ya kwamba ni kawaida tu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lazima tubadilike wapendwa. Damu ya Yesu kusafisha. Ukiwa ni mwizi utaacha wizi. Ukiwa wewe ni mkora, unaongea ukora tu, Mungu akusamee na akutakaze uwe msafi. Usiongee uongo mbele ya watu. Haleluya. Amen. Jaribu kupima maneno yako naongea. Jaribu tu siku moja ukae chini ufanye hesabu. Uangalie kwamba kesho asubuhi itakapofika jioni nitakuwa nimesema uongo mara ngapi. Wewe mwenyewe tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utapata kama umeokoka ama hapana. Hiyo hakuna mtu wa kuchunga. Maana kazini mahali huko wewe ukisema uongo, pastor yuko. Hata hakuna kiongozi wa mama atasema unasema ni ni wewe peke yako. Wakati utamtanganya yule customer kwa uongo, yeye hatajua, atajua ya kwamba wewe umeongea ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So jaribu kuongea ukweli. Maana Yesu anakuweka huru na huru kweli kweli ili ukaweze kusema kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mkiisha kujitakaza roho zenu kwa kuitii kweli. Hapa ndipo pana tatizo. Mkiisha kujitakaza roho zenu kwa kuitii kweli, hata kuifikiria upendano wa ndugu usio na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo. Haleluya. Amen. Hapa ndio kuna shida. Maana kanisa hapa mahali kama tunarekebisha, Yesu anaweza rudi. Haleluya. Amen. Hapa mahali kama tutarekebisha maneno haya ni kweli, utapenya meno kwa furaha. Unaona kuna watu aina hiyo wamejaliwa na meno. Anaweza furahi, ukimuona basi unasema kweli hata huyu mimi kwake nitakula. Maana furaha yake amenionyesha ya moyo, maana amepenya meno. Lakini tunaambiwa kwamba kuna upendo wa unafiki kati yetu. Upendo wa unafiki. Upendo huu ni wa aina gani? Ni upendo wa meno vile nasema. Mtu anacheka na ndani ana wivu kwako. Ndani anakusuta. Lakini hapa ukitokea anacheka na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimeona wapendo wengine tunafanya nao kazi. Juzi wamemfanyia mwenzao masingaumbwe ili waweze kumuoa, awache kazi wao waendelee. Wanafanya watu watatu. So wawili wameshirikiana wamuue mwenzao ili wao waendelee na kazi. So mchana kabisa nikaongea nao, nikaachana nao pale, nikaenda kwangu lunch. Saa 8 kamili naona mwenzao amezimia, amebebwa anapelekwa hospitali. So nikasonga karibu kuwauliza nini mbaya. Nini mbaya? Huyu jamaa nimeongea naye sasa hivi, nini mbaya? Wakasema hiyo ni yake. Hiyo ni ya kujitakia. Hiyo ni ya kujitakia. Wacha hata aondoke bwana. So mimi nikaangalia na nikahuzunika, kwa nini huyu jamaa anakuwa hivi? Na walipoongea nikajua kumbe wao hawamtaki. Lakini ukiona wanapofurahia wakiongea stori zao, wako pamoja. Jana nimeweza kuwabebea mizigo nikipeleka mahali kwa harusi. Nikapata wameamua kumuita yeye ili tajiri asikasirike. Yeye ni mgonjwa, hajapona vizuri, lakini walimuita aje. Lakini wanasema tumuite tu kwa sababu tajiri anauliza yeye, tumuite tu tumlete na amuona alafu tumregeshe nyumbani. Huyu jamaa aliponea, yani sijui nisema aliponea vipi yani. Ni Mungu tu alimsaidia ampe nafasi nyingine. So kwa sababu ni watu ambao wanaamini katika madawa.
Yeye naye anasema kwamba sasa mimi nami wacha nitaenda, na watajua hawajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimejaribu kumwambia kwamba ndugu, kunaye Mungu ambaye anaweza akakuondoa katika mambo haya ya madawa na hata akawaokoa hawa watu wengine, lakini siku ambayo watajaribu kukufanyia wewe hawataweza. Haleluya. Si ati warudie wenyewe, hawataweza. Watakutega madawa, watakufanyia kwa chakula, na wanaona unakuwa na afya. Badala ya kuzimia, wanaona wewe unanawiri, kwa sababu kuna Yesu ndani yako. Lakini hakukubali. Kwa hivyo naongea kuhusu wapendwa ambao wana upendo wa unafiki. Tuache. Penda mtu kweli. Penda tu mtu kweli na moyo wote. Lakini ili upendo wa ndani haujampenda, unamfurahisha, kuwa tu mtu rahisi, uchukie mtu kwa ukweli ya kwamba mpendwa umekosa. Haleluya. Na ajue, sio kuenda kando useme huyu mtu ni mbaya. Mwambie. Hiyo ndio sawa. Haleluya. Mungu wetu ni mwaminifu, naye anatupigania, anatuonyesha makuu zaidi. Haleluya. Kwa sababu wewe ukiwa uko tayari kumtumikia, yeye naye atakutumikia zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukasome mstari wa mwisho. Mstari wa mwisho. Ya kwa mmekuja mmejitakasa, roho zenu zimekuwa safi. Lakini sasa kutii na kweli. Haleluya. Kweli nimeongea, lakini kutii sasa. Kutii. Nataka nani anisaidie hili neno kutii? Anieleze unaweza fanyaje. Joshua, simama. Nataka ueleze kutii ni nini ya? Mtu akikwambia kutii. Kutii ni kufuata maagizo uliopewa. Kutii ni kufuata maagizo uliopewa. Good. Na hilo na lingine. Ama amesema yenyewe ungesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wapendwa, tutafuata maagizo lini? Maagizo. Karani akisimama hapa kutoa maagizo, watu wayafuate. Na hiyo ni sauti ya Mungu tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi hapo ndio tunashindwa. Mungu anakasirika nasi kwa sababu hatufuati maagizo. Haleluya. Amen. Na kwa sababu hatufuati maagizo, naye Mungu anakaa mbali na sisi kwa sababu hatutii sauti yake. Hapa tunaambiwa ya kwamba mnapomaliza kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mnapomaliza kujitakasa roho zenu kwa kutii kweli, hata kuifikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Unajua kama hautatii, hauwezi ukafikiria upendo usio wa unafiki. Hauwezi. Utabaki tu kwa upendo wa unafiki ndani yako, kwa sababu wewe haujafikiria kutii. Unatubu tu katika roho yako na unaachia hapa, haufiki katika kutii. Na ukifika kwa kutii, unasababisha upendano ambao hautakuwa wa unafiki. Upendano wa agape. Hauna mwisho. Haleluya. Amen. Hiyo upende kishuka hapa, wapendwa. Naona tukihama hapa, maana hapa tuko squeezed. Hatuwezi kwenda hivi. Labda Mungu alipue tu hivi, alipue hivi ndiye panuke. Maana upendo ukifikia kiwango cha agape,
watu wenyewe wanamiminika, na watu wenyewe wanaelewa la kufanya, watu wenyewe wanatii Mungu wao, wanamfanyia Mungu vile wanataka, maana Mungu anasema nao. Wametii sauti. Haleluya. Amen. Kuna wamama walikuwa kanisani enzi zile, wakati Yesu alikuwa anaingia Yerusalemu. Wamama hao wakaambiana. Haleluya. Amen. Pole nisiseme mkasirika, lakini si kama nyinyi. Hao wamama hawakuwa kama nyinyi. Wale wamama walikuwa wameambiana na wakasema ya kwamba tunataka kuhakikisha ya kwamba Yesu anaingia Yerusalemu kwa shangwe kuu, kwa kushangilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata waliweza kuamua ya kwamba punda atakayembeba Yesu atembee juu ya vitambaa vyao. Walitandika vitambaa, maleso, kila nini, punda akatembea. Zilipoisha wakaanza kuchuna matawi wakiweka, punda hakukanyaga chini mpaka Yerusalemu. Hawa mama walikuwa wa namna gani? Ni wamama ambao wana upendo ambao usio wa mwisho. Lakini mama ambaye ana upendo ambao si wa agape, yeye anakupenda sahi. Mwambie nipe maji, hapo anasema sina maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tunachanga shilingi 10 leta, sina. Na 1000 imelala. Kwani ukitoa 1000 hawatakupa 990? Hawatakupa. Watakupa. Maana ilikuwa 10 inatakikana. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nataka nikwambia kwamba ukiwa na upendo wa agape, wa kutii, Bwana atasababisha jambo kufanyika. Hata kuacha uendelee kuteseka, hata kuacha uendelee kuhangaika. Bwana amechoka kwa watu ambao wamekaa wakimshangilia ili hali ndani ya mioyo yao hawajamkubali. Maana kama umemkubali Yesu, basi mbona upendo unapotea kwako? Kama wewe kweli unampenda Yesu, mbona hujampenda jirani wako? Mbona hujapenda mama mwenzako ndani ya huduma? Mbona unamuuma katika maneno? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakukuja unaanza kumuuma. Wanajifanya unajua. Wako wapi? Mimi ndio. Wanajifanya unajua kuimba, wako wapi? Hawajakuja. Je, umeokoka? Kama umeokoka, mbona huna upendo? Usunika kwa sababu ya yule ambaye hakukuja. Sema Bwana, naomba kwa sababu ya dada huyu, ili aweze kuhudhuria nami nifurahi. Tukae na yeye pamoja katika sifa. Tukae na yeye pamoja katika maombi. Lakini sasa kama wewe unajua unataka wewe uwe mbele. Unataka wewe hata sasa hivi wakisema ndio ya kwamba sasa ni nani ambaye anakubali ya kwamba waende wote katika ufalme wa mbinguni na mtu. Chagua mtu mwende na yeye katika ufalme, utakataa uende peke yako. Haleluya. Amen. Sema huyu simjui. Huyu haachi kanisani huyu, mimi simjui. Haleluya. Amen. Nakwambia tunaambiwa ya kwamba siku itakuja ambayo majina yataitwa ya watu ambao waliofuzu, waliovumilia, walioteseka, walioona shida katika maisha ya dunia hii. Majina yao yameandikwa tayari, Bwana anawajua. Wakati yataitwa, angalia kama lako litakuwapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama jina lako litakuwako. Majina haya hayaandikwi na mchungaji peke yake, hayaandikwi na karani. Majina haya yameandikwa juu mbinguni, mahali ambapo sisi tunakimbilia wote. Basi mjitahidi kupendana kwa moyo. Haleluya. Najua ya kwamba hamuwezi, lakini mjitahidi. Fanya bidii kuhakikisha ya kwamba mnapendana kwa moyo. Haleluya. Amen. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka
na ua lake huanguka. Haleluya. Amen. So usiringe sana. Mambo hayo nafanya yote yenye unaona yana faida hayana maana. Duniani sisi ni wasafiri. Kwa hivyo tumewekwa hapa ili tuweze kumngoja Yesu Kristo. Lakini kwa masharti, kwa watu waliomjua, wakae tayari kwa kujitakasa, kuwa wasafi wa moyo, kiasi cha kutii Mungu, iwaelekeze kufikia upendano usiokuwa na mwisho. Haleluya. Amen. Wengine wanapendana Jumapili peke yao. Ukitaka kula kwa jirani, enda Jumapili. Taona anacheka na kuambia, leta soda kwa sababu ya mgeni. Enda Jumatatu uone amebadilika, si yeye. Kwa sababu upendo ule si upendo wa agape, unaisha. Niliambia vijana juzi ya kwamba upendo, wale wenye wanapendana hawa, upendo yao na mwisho. Nikawaambia kuna yule ambaye anapenda watu mpaka umilele. Yeye akikupenda hana mipaka, hana miaka, hana umri. Kumbuka ya kwamba yule mtu anayekuambia anakupenda, yeye wakati atasikia umekufa, ataleta zawadi. Haleluya. Amen. Ataleta zawadi kama shilingi 100 kama kawaida. Naona Nyali waliweka mtu akifiliwa na familia yake nearest 300. Watu wanatoa wote. Haleluya. Hiyo ndio zawadi unapewa kama umekufa. Yesu anakaa na wewe. Yesu anahakikisha ya kwamba mpaka mwisho wa dahari. Maana alikufa kwa ajili yako. Haleluya. Amen. Tupendane upendo wa agape. Wakati tunaenda kuinywa hiyo damu, tuhakikishe ya kwamba hiyo damu inakuosha dhambi kabisa. Haleluya. Amen. Kabisa. Amen. Si kuoshe dhambi alafu bado unashaka nayo. Haleluya. Amen. Na si kulewa. Na kuonya kwa sababu isiwe ni tamu kwako. Unajua wengine wamekuwa walevi, si ndio? Mimi ndio si kuwa mlevi. Sijawahi kuna hiyo vitu nikajua vile vinalewesha. Nilikuwa mlevi, lakini nikiwa mdogo nilikuwa napewa hiyo kama chai. Ukitumia ni busa. Tulikuwa tunatumia kama chai asubuhi, hakuna chai. Unapewa kwa kikombe, unakunywa, unaenda shuleni. Na unakuwa sawa mpaka lunch utakaporudi. Bwana Yesu asifiwe sana. So hiyo ndio ilikuwa sisi tunajua. Lakini hii ingine ya vitoti na nini, mimi sijawahi tumia kama ulevi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ukienda kuitumia, itumie kama mwenye unakunywa damu ya Yesu Kristo. Usinywe tu kama mwenye unakunywa pombe. Usinywe tu kama mwenye unakunywa soda. Hata mwingine anaweza kuambia niongeze kidogo. Utalewa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tuichukulie kama ni damu ya Yesu Kristo. Na tujue ya kwamba inatuosha dhambi kabisa. Mstari wa mwisho, bali neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile njema lililohubiriwa kwenu. Haleluya. Amen. Sasa ukingoja neno lingine likuje, ni wewe ambaye labda ulete. Lakini hili neno ambalo nalihubiri lilihubiriwa tangu mwanzo, ya kwamba watu walisikie na walifuate na watii. Haleluya. Amen. So kama wewe utii, shauri yako. Nataka kuambia tena, kama hautii sauti ya Mungu, kama hautii taratibu ya Mungu, basi utaangamia. Sijui kama mshawaona mtu akiangamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu ambao walitoka kwa madhabahu na wakaenda, walikuwa kwa madhabahu wakaenda kinyume na madhabahu. Na madhabahu inapokukataa unaangamia kabisa, au utakuwa na maisha mazuri. Haleluya. Amen. Hakuna siku utaona mtu alifanya kwa madhabahu ya Mungu na akaenda kinyume na yale madhabahu, ati akatoka na akafanikiwa. Uongo. Ati akatoka akanunua gari. Uongo.
hata akatoka kwa haya madhabahu akaenda akafanya dhambi na akakimbia, na huko akaendelea hakuna, badala yake ataenda kuangamia. Haleluya. Kwa hivyo nawasihi ya kwamba ukiwa wewe ni kiongozi unafanya ndani ya madhabahu ya Bwana, shikilia hapo, usiache, maana ukiacha hakuna mahali utaenda ukadumu, utaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu itakumaliza yenyewe. Hakuna siku atakuacha. Kama ulikuwa na nyumba utauza nyumba. Kama ulikuwa na gari utauza gari. Kama ulikuwa na shamba utauza shamba. Utajikuta unaumia. Kaeni katika utakatifu na Bwana atawasaidia. Haleluya. Amen. Sitaki niende mengi kwa sababu maneno haya yote yameandikwa na yako, tumeyafundisha, tunarudia. Hata juzi nimefundisha, bado tunaongelea neno kutii sauti ya Mungu. Adam kwa sababu hakutii sauti ya Mungu akalaaniwa. Nani anajua kifo cha Adam? Hakuna, si ndio? Wanafunzi, kifo cha Adam? Msome Biblia jamani, msome Biblia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukikataa kusikia sauti ya Mungu unalaaniwa. Haleluya. Jambo mwingine akaja akaniambia, bwana, nyinyi mnabarikiwa, mabibi zenu kidogo